Majaliwa, Waziri Mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Tulia, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Profesa Juma Ibrahimu, Jaji Mkuu mstaafu, na kaka yangu, mwalimu wangu, Mungu aendelee kukubariki sana. Mheshimiwa Jaji Abdalla, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Zanzibar, Mahakama Kuu ya Zanzibar. Mheshimiwa Balozi Moses Kusiluka, Katibu Mkuu wa Rais na Katibu Mkuu Kiongozi. Mheshimiwa viongozi wa serikali mliopo, na kama mtakumbuka mshereheshaji amesema neno fupi la shukrani, na hofia kuwataja wote zile muda ukao umeisha, lakini natambua uwepo wa waheshimiwa majaji wa Mahakama ya Rufaa wakiongozwa na Amidi Mheshimiwa Jaji Augustino Ramadhani Jaji Augustino Mwarija tambua uwepo wa jaji kiongozi Mheshimiwa mstaafu Asiani. Tambua uwepo wa mwanasheria mkuu wa serikali ndugu yangu Hamza Johari. Tambua uwepo Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damasi Ndumbaro. Tambua uwepo Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Uratibu na Bunge Mheshimiwa William Lukuvi. Tambua uwepo wa mwalimu wangu na Waziri wa Habari, Utamaduni na Michezo Mheshimiwa Profesa Kabudi. Pia natambua uwepo wa mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Shinyambari. Tambua uwepo wa kamishina wa maadili Mheshimiwa Jaji Sivangeri Mwangesi. Tambua uwepo wa mtendaji mkuu wa mahakama ndugu yangu Profesa Ole Gabriel. Tambue uwepo wa katibu wa bunge ndugu yangu Baraka Leonard. Mwisho ni kule nitambue uwepo wa katibu mkuu Ikulu ndugu yangu Mururi Majura Maendeka. Lakini tambue uwepo wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wakiongozwa na mkuu wa majeshi General Jacobo Mkunda, na waheshimiwa mahakimu mliopata fursa pia kujumuika na sisi. Natambua uwepo wa viongozi wa dini. Sisi kuwepo kwenu ni faraja sana, na Mungu aendelee kuwabariki sana. Wengine wamesafiri kutoka mbali kuja kwa ajili ya tukio hili muhimu, kwa ajili ya kuendelea kutuombea kwa ajili ya amani na ustawi wa taifa hili. Lakini pia nitambue uwepo wa watumishi wote wa Ikulu ambao mimi nimepata kufanya kazi nao katika awamu mbili tofauti, na leo wako hapa. Pengine bila ushirikiano wao na mimi nisingepata fursa ya kusimama mbele yangu hapa. Wengine hawako hapa, lakini nimefanya kazi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, nao nitambue uwepo walioko hapa. Siwezi kukumbuka, na mliona na miwani hii wakati fulani kwa mbali kule siwezi kuona, lakini nitambue uwepo wa waandishi wa habari, na hao walinisaidia sana wakati wote ninapofanya kazi. Leo sitakuwa na mengi ya kusema, ni siku ya shukrani. Huwa nina mahusiano na wao, na hata msije mkanihoji baada ya hapa, ila sitakuwa na la kuzungumza. Kusema kweli sitakuwa na la kuzungumza. Na Profesa Ibrahim Juma amenisaidia sana, na hili mimi sio jukwaa langu leo, ni jukwaa la Mheshimiwa Rais wetu, na yeye ana shughuli nyingi. Kwa hiyo nisingependa kuharibu siku ya leo, siku ya furaha, siku ya shukurani, siku ya kutafakari maisha yetu ya baadaye baada ya hapa, lakini na siku ya kama ya ibada vile, kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kuwezesha tukio hili. Kwa hiyo na Watanzania ambao wanafuatilia tukio hili, nawashukuru sana. Mungu aendelee kuwabariki sana. Mheshimiwa Rais, kama nilivyotangulia kusema, namshukuru Profesa
kwa yale aliyosema hapa, mimi amenifanya kazi yangu kuwa rahisi kwa tukio hili la leo. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha, kwa rehema na fadhili zake, kwa kuniwezesha kufikia hatua hii. Kila siku ya Mungu huwa nasoma Zaburi ya 103. Kila siku ya Mungu inayokuja huwa nasoma Zaburi ya 103. Kwamba uwepo wangu mimi na udhaifu wangu na dhambi zangu na maovu yangu unategemea tu rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu. Ndio maana muda wangu mwingi pia huwa nautumia kwa ajili ya ibada. Mheshimiwa Rais, nilipokuja hapa, kitu cha kwanza uliniambia, Masaju, na kufahamu usiache kwenda kwenye ibada. Nilikuwa naenda kwenye ibada nikiwa na imani kubwa kwamba nina kibali cha Mheshimiwa Rais wetu. Maana hapa Ikulu watu wengine wasije wakasema huyu anamdharau rais, ashiriki shughuli za rais. Lakini nilikuwa naenda kwenye ibada, nina amani sana. Na ni mara mbili tu nilikuja nadhani, na nilikwambia siku ile kwamba Mheshimiwa Rais, inapobidi nitakuja. Katika maisha yangu ya kukaa hapa nilishiriki matukio mawili. Nilipokuja siku ya Sabato. Kwa nakushukuru sana. Ninakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuniona nafaa, kuniamini, ukaona kwamba naweza kuendelea kukusaidia kuongoza muhimili wa mahakama ya Tanzania, ambao ni moja wapo ya mihimili mitatu inayounda serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki sana katika maisha, katika utumishi na shughuli zako za umma za kila siku. Na kama nilivyosema mwanzoni, Profesa amenihakikishia mimi ambacho ningeweza kukisema. Ninachoweza kusema tu mbele yako Mheshimiwa Rais ni kwamba sisi kazi yetu muhimili wa mahakama ni kutoa haki. Na katiba katika ibara 107 capital A na capital B imetueleza kanuni zinazotuongoza. Na katika hizi sheria zote zinazotungwa huwa zina mambo matatu. Zinazungumza masilahi ya haki, masilahi ya umma na masilahi ya taifa. Sheria zote ukiziangalia ndivyo zilivyo. Na katika kutoa haki tumepewa kanuni ambazo zinatuongoza. Na mojawapo ya kanuni ni kutenda haki kwa watu wote bila kujali hali ya mtu kiuchumi na kijamii. Lakini pia kuharakisha utoaji haki isipokuwa kama kuna sababu ya msingi. Lakini pia kutofungwa na masharti ya kiufundi yanayoweza kusababisha haki kutotendeka ipasavyo. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo sisi katika mahakama ya Tanzania tutaendelea kulisimamia. Ulipokuja kutuzundulia majengo yetu siku ile, nadhani kwa tarehe 4 au tarehe 5 mwezi wa 4, mimi nilikuwa umenituma kazi kule Ngorongoro. Nilikusikiliza kwenye YouTube kwa ile hotuba. Ulisema hivi, serikali imeimarisha miundombinu ya mahakama. Kuna vituo ama jengo haya haki jumuishi, vituo vya haki jumuishi. Na sasa Mheshimiwa Sidi amesema imebaki 9 ya kukamilishwa. Mule huko kuna masijara, kuna vyumba chambers za majaji, wakati fulani wanaweza wakakaa 4 5. Nilichokuelewa mimi ni kwamba kana kwamba unatuelekeza au kutushauri tuangalie, na kwa sababu sisi moja ya kanuni zetu kule mahakama ni citizen centric service, yani kwa Kiswahili yani huduma zinazolenga mwananchi wa kawaida. Kwa nitaenda kushauriana na wenzangu tuone namna gani tunaweza kutekeleza maelekezo haya ili kusogeza huduma zetu karibu na wananchi. Na hii ina faida kwa sababu hii ni moja ya njia ambayo inaweza kuharakisha utatuzi wa hii migogoro, yani watu kupata haki zao mapema. Na kuna masuala pia ya kiuchumi na Jaji Mkuu ameyazungumzia. Senta kama ya Dar es Salaam ndio mji mkuu wa kibiashara. Ameongelea juu ya ustawi. Na sisi mahakama tuna mchango. Nitashauriana na wenzangu kuona namna gani tunaweza kuboresha hivi. Kwa mfano,
tunaweza tukawa na mahakama ya rufaa ambayo inafanyia kazi permanently Dar es Salaam, Mwanza, Arusha au hata Mbeya. Hayo ni mambo ambayo Mheshimiwa Rais kwa sasa siwezi kusema nikiwa na confidence, kwa sababu ni mambo ya kwenda kushauriana na wenzangu namna gani tunaweza kuyafanya ili kurahisisha. Tukifanya hivi uchumi utaenda haraka, watu watapata haki zao kwa haraka, na Mungu ataendelea kulibariki taifa letu hili. Na la pili ambalo pia Mheshimiwa Rais ningeomba na nakuomba sana Mheshimiwa Rais, ninapoendeleza pale Mheshimiwa Jaji Mkuu alipoishia, kuna kipindi tulikuomba kuhusu ile zumari iliyopigwa kule Zanzibar. Na kwa kawaida zumari ikipigwa Zanzibar usikika maziwa makuu. Na kwa hiyo kuomba Mheshimiwa Rais, kwa muda mrefu sikumbuki pamoja na kukaa kwangu hapa Ikulu kwa miaka mingi, kama kuna rais, labda Profesa Ibrahim na Profesa Kabudi, wao kwa vile ni watafiti wanaandika, kama kuna rais kuanzia kwa Mwalimu Nyerere mpaka sasa aliyewahi kwenda kufanya mkutano na majaji kwa pamoja, sikumbuki. Kama kuna rais basi wa aina hiyo, si vibaya tena. Nawe Mheshimiwa Rais, tunakuomba sana kwa wakati wako mwafaka, kutokana na ratiba zako na mambo mengi, ni kuombe na kukualika kwa niaba ya wenzangu, basi utenge muda uje uzungumze na watumishi wa mahakama wote, wakiwa majaji. Kama muda utaruhusu tutazungumza na utaunganisha wote, lakini tunaweza tukaanza na majaji kwa sababu muda wako ni mdogo. Kwa hiyo katika hapo tutazungumza mambo mengi, mazingira ya kazi zetu, namna gani kuimarisha usikivu wa ile zumari iliyopigwa Zanzibar na huku kwetu inasikika. Kwa hiyo baada ya kusema haya Mheshimiwa Rais, sina mambo mengi ya kusema, na kama nilivyosema Profesa amenisaidia sana kwa yale ambayo ningeweza kusema, na leo hii sio forum yangu. Narudia kusema na kuwashukuru ndugu zangu ninyi wote mliokuja, viongozi na watumishi wenzangu, kwa kutenga muda wenu kuja kwenye tukio hili kusherehekea siku hii, kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu ambaye mimi naendelea kumuomba siku zote aendelee kunisimamia kwa ajili ya utumishi katika nchi hii. Mimi naendelea kuwa mtumishi wa umma. Nilipoapishwa kuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, waandishi wa habari waliniuliza, nikamwambia sikiliza, mimi ni mtumishi, mniiteni tu mtumishi. Nikaeleza sababu kwa nini. Nikamwambia kwa mujibu wa sheria ya utumishi wa umma, mimi ni mtumishi wa umma. Kwa mujibu wa ibara 35 ya katiba, mimi ni mtumishi wa serikali. Lakini rais, nilikusikia kule Zanzibar wakati tunamwapisha naibu waziri mkuu kwamba sisi viongozi ni watumishi wa umma, tunatokana na watu, tunawajibika kwa watu. Na niliogopa sana kujitutumua. Wale wote niliofanya nao kazi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, hata akiwa alikuwa mhudumu, siku zote wananiita mimi ni mtumishi. Sio mtumishi wa kanisani, mtumishi wa umma. Kwa nabaki kuwa mtumishi wa umma pamoja na kwamba na cheo hiki. Kwa waandishi wa habari nitangulia kusema, sisi huku serikalini huwa tunawasiliana kwa maandishi, kwa barua, na mambo mengi ni asili. Lakini ukitaka communicate na public, ukitaka kuwasiliana na umma, lazima watafute watu wa vyombo vya habari. Kwa hiyo mimi rangu yangu iko wazi. Serikali yako hii imefanya mambo makubwa chini ya kipindi hiki. Mahakama imekuwa ikiyaeleza, lakini mengine basi tu watu hawazingatii. Tutaendelea kuengage waandishi wa habari kusudi watusaidie kueneza mambo mazuri yanayofanywa na mahakama. Mheshimiwa Rais, naomba nisikuchoshe, una ratiba nyingi. Kwa mara nyingine tena nakushukuru. Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki, na wote mliokuja kushangilia na kusherehekea swala hili, Mungu aendelee kuwabariki sana. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania.